Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Masoko ya madini nchini yameendelea kuleta manufaa makubwa kwa wachimbaji, wanunuzi na serikali kupitia ongezeko la uwazi wa biashara pamoja na ukusanyaji wa mapato. Wadau wa sekta ya madini mkoani Mara wanasema mfumo huo umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya dhahabu. Teknolojia imetusaidia kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu inatusaidia kujua hata hiyo dhahabu unavyoichukua kutoka kwa mchimbaji ina ubora kiasi gani, kwa sababu tukipiga hesabu kwa kipindi cha mwanzo watu walikuwa wanatumia dhana ambazo hazikuweza kutambua hata ubora wa madini, kiasi kwamba unaweza kujikuta aidha wewe mnunuzi unamwibia mteja au mteja anakuibia wewe. Lakini kwa sasa hivi uwepo wa mizani, tunaweza kupima ukaweza kujua purity hata ya dhahabu unayochukua, inakusaidia kuweza kujua kwamba hata yani mali unayoenda kuichukua ina ubora kiasi gani. Mwenyekiti wa soko la madini mkoa wa Mara, Godfrey Mwita, amesema mfumo wa masoko ya madini umeondoa changamoto zilizokuwepo awali, ambapo wachimbaji walikuwa katika hatari ya kupoteza fedha au kuuza madini yao katika mazingira yasiyo salama. Kuanzishwa kwa haya masoko kumesaidia sana wachimbaji waelewe na kutambua sehemu sahihi wanapopata madini yao ni wapi wapeleke. Kwa namna yote ya ulaghai, sio utaroshaji tu, hata wizi, ulaghai wa aina yote, ambapo mwanzo ilikuwa ni rahisi kwa sababu ulikuwa mkuta mtu yuko ofisi fulani, haeleweki, kesho amefunga ofisi, hayupo. Kwa hata kama ulikuwa umeacha pesa yako pale, ni rahisi kuipoteza. Lakini kwa sasa hivi kwa masoko haya, ina maana kila mtu anajulikana, anatambulika kiserikali na kisheria vile vile. Kwa hiyo hii inamfanya yeye awe mwajibikaji wa kwanza endapo kuna kutokea ujanja wowote. Kwa hiyo hata hawa wachimbaji wamepata hamasa na confidence ya kutosha kwamba tunapopeleka madini yetu tuko sehemu sahihi na salama. Kwa upande wake, Telesia Masawe, muhasibu wa kampuni ya Frigom Limited, amepongeza serikali kwa kuendelea kuboresha mfumo wa masoko ambao umeleta maendeleo makubwa katika sekta hiyo. Masoko ya dhahabu yalivyoanzishwa yamesaidia kwa kiasi kikubwa serikali kukusanya mapato kirahisi. Kuna kodi za aina nyingi ambazo zinakusanywa katika kampuni, katika dealership mbalimbali, na sisi tumekuwa kama ni agent wa serikali katika kukusanya mapato, ambapo serikali imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kukusanya mapato makubwa kwa kupitia haya masoko ya dhahabu. Kwa hiyo tunaweza kuishukuru na kuipongeza serikali kwa namna kubwa ambavyo wamedesign masoko na yamewasaidia wao kuachieve yale malengo makubwa ambayo walikuwa wametamani Tanzania tufikishe katika ukusanyaji wa mapato ya madini. Naye Nicholas Agaki, mnunuzi wa dhahabu katika soko la madini mkoa wa Mara, amesema masoko yameongeza ushindani wa haki na kuwapa wachimbaji nafasi ya kupata bei stahiki za madini yao. Ameeleza kuwa wachimbaji sasa wanaweza kuhakiki uzito wa dhahabu kwenye mizani ya serikali na kufanya maamuzi ya kumuuzia mnunuzi anayetoa bei nzuri zaidi, tofauti na ilivyokuwa kabla ya kuanzishwa kwa masoko hayo. 2019 Septemba ndipo tulipotolewa mtaani na kuja masokoni. Jambo la kwanza kabisa, tumepata kuweza kukusanya dhahabu nyingi kuliko ambavyo tulikuwa tunaweza kukusanya tulipokuwa mitaani. Maana yake wingi wa dhahabu umekuwa ni mkubwa kwa sababu kumekuwa na uelewa wa wachimbaji maeneo ya masoko na ilipunguza utoroshaji. Lakini pia ilipata kutengeneza hali ya biashara kwa sababu tulivyokuwa mtaani, inawezekanika kwa namna moja au nyingine wachimbaji wengi walikuwa wanapunjwa kwa maana ya bei na vipimo. Lakini masoko yalivyotengenezwa, hali ikawa wazi kwa maana kwamba mchimbaji au mteja anapofika sokoni ana uwezo wa kuhakiki mali yake kwenye mzani zaidi ya mmoja, kuanzia mzani wa serikali, na asiporidhika na huyu mnunuzi aliyefika kwake anaweza kwenda kwa mnunuzi mwingine. Tofauti na hapo, wachimbaji walikuwa wanapunjwa kwa maana kwamba akifika kwenye soko moja au ofisi moja ambayo iko mtaani analazimika kuuza hapo hapo kwa sababu anakuwa hana uelewa
wauzaji wengine wako sehemu gani. Hata hivyo, Agaki ameiomba serikali kuendelea kushughulikia changamoto ya kupanda kwa gharama za kemikali zinazotumika katika uzalishaji wa dhahabu. Kwa upande wake, kaimu RMO wa mkoa wa kimadini Mara, Mhandisi Hamadi Athmani, amesema serikali itaendelea kusimamia na kuboresha mazingira ya biashara ya madini ili kuongeza tija kwa wachimbaji, wafanyabiashara na taifa kwa ujumla. Bei ya soko duniani inapopanda inahamasisha sana wachimbaji kuongeza juhudi na katika uzalishaji. Inaposhuka, uzalishaji unashuka kwa sababu gharama za uendeshaji zinakuwa zinapanda. Kwa hiyo tunakuwa tunaiomba sana wadau, hasa madawa wanaoshughulika na uuzaji wa madawa, na kwa maana ya kwamba kemikali, ili waweze kuwa wasiwe na gharama kubwa sana wanapozingiza kemikali zao. Gharama ile isiwe kubwa sana kuwafikia wadau wetu na hasa wanaochenjua. Kemikali zinapokuwa zina bei kubwa sana zinaongeza gharama ya uendeshaji ya shughuli zetu, na mwisho wa siku mchimbaji anakuwa anapata faida ndogo sana au hasara. Ni muhimu pia kuhakikisha kwamba wanaitumia ofisi hii vizuri, wasituone kama sisi tunakuwa labda ni kama adui. Tufanye kazi kwa ushirikiano. Tuko tayari kwa muda wowote kujitoa sisi kwa ajili yao, kutumia ujuzi wetu, elimu yetu, maarifa yetu pamoja nao. Kwa kushirikiana nao, basi tunaweza tukafikia lengo la mmoja, lakini pia uchumi wa taifa ukaendelea zaidi, ukaendelea kupaa. Mohab TV Mara.